Karibu mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini kwenye KBC Channel 1. Wizara ya Afya sasa imesema iko tayari kushirikiana na washirika wa kimataifa katika kuimarisha mifumo ya sekta ya afya na uwezo wa usalama wa sekta hiyo humu nchini. Kwenye taarifa, Waziri wa Afya Aden Duale alisema taifa hili linathamini ushirikiano wa muda mrefu na Marekani pamoja na washirika wengine wa kimataifa. Taarifa hiyo inajiri kutokana na ripoti iliyotolewa na shirika moja la habari la kimataifa likidai kwamba utawala wa Rais Trump unapanga kuwasafirisha raia wa Marekani walioambukizwa virusi vya Ebola humu nchini ili waweze kutathminiwa na kutibiwa. Matamshi ya Waziri Duale yanajiri huku shirika la afya duniani WHO likionya kuwa eneo la mashariki mwa DRC sasa linakabiliwa na mgongano wa maradhi hayo na mzozo. Kufuatia malalamishi ya umma kuhusiana na ripoti iliyotolewa na mashirika ya habari ya kimataifa, Waziri wa Afya Aden Duale alitoa taarifa pasipo kukanusha wala kuthibitisha madai hayo. Katika taarifa, Duale alisema majadiliano yanaendelea na serikali ya Marekani pamoja na washirika wengine wa kimataifa kuhusiana na ushirikiano wa kuimarisha utayari na mbinu za kukabiliana na virusi vya ugonjwa wa Ebola pamoja na tishio la masuala mengine ibuka ya kiafya. Kwa mujibu wa Duale, maandalizi yoyote yanayohusiana na ushirikiano wa kiafya wa kimataifa, hata hivyo, ataelekezwa na sheria za humu nchini, kanuni za afya ya umma, usalama wa viumbe hai, viwango vya usalama pamoja na uwajibikaji wa serikali katika kulinda afya na maslahi ya wananchi. Wakati huo huo, shirika la afya duniani limeonyesha wasiwasi wake kwamba mzozo unaoendelea mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasababisha raia wengi kuhama makwao na kufanya walioambukizwa kutangamana na raia wengine kwenye kambi zenye idadi kubwa ya raia. WHO sasa inatoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mzozo huo ili kutoa nafasi kwa maafisa wa matibabu kuwafikia wagonjwa. Taarifa hiyo inajiri huku serikali ya Kenya ikisisitiza kwamba virusi vya Ebola havijafika humu nchini. This particular virus, Ebola virus, this strain doesn't have a vaccine. But we are doing a very serious screening of all passengers entering our country, and more so those who have either coming from Uganda or were on transit through Kinshasa. Unlike when COVID was there, we could send our samples as far as South Africa, but today we can test here in our country. So we have strengthened the laboratory preparedness and diagnostic readiness. Kwa mujibu wa ripoti ya WHO, visa vya maambukizi vilivyothibitishwa nchini DRC vimefikia raia 105 na vifo 10. Nchini Uganda, WHO imethibitisha visa 7 vya maambukizi pamoja na kifo cha raia 1. Hata hivyo, visa vya maambukizi vinavyoshukiwa katika mataifa yote mawili vimefika 906 huku vifo vinavyoshukiwa vikifikia raia 223. Nancy Okware, Darubini.